Fikiria silaha ambayo adui hawezi kuiona, hawezi kujua ilipo, lakini anajua inaweza kuwa mahali fulani chini ya bahari. Hahitaji kuonekana angani, hahitaji kuingia vitani kwa kelele, wala kuonyesha nguvu zake hadharani ili tu kila mtu aione. Inaweza kutoweka kwenye kina cha bahari, kufanya upelelezi na hata kubeba uwezo wa kushambulia na kusubiri wakati wake. Na sasa nchi ya Israel imepokea silaha ya aina hiyo, manowari yenye thamani ya dola milioni 634 sawa na shilingi trilioni 1.6 za Kitanzania, ambayo wataalamu wameipa jina moja la kutisha, Doomsday, yani silaha ya siku ya Kiyama. Inaitwa INS Drakon au Dragon. Ni manowari iliyojengwa nchini Ujerumani kwa ajili ya jeshi la wanamaji la Israel, na imeingia kwenye nguvu za Israel wakati ambao vita kati ya Israeli na Iran vimeendelea kubadilisha sura ya Mashariki ya Kati. Inatajwa kama manowari ya kisasa na ghali zaidi kuwahi kukabidhiwa kwa Israel, lakini kinachofanya Drakon izungumzwe si bei yake pekee, ni uwezo wake wa kuwa sehemu ya vita bila hata kuonekana kwenye uwanja wa vita. Ina urefu wa zaidi ya mita 70, uzito unaozidi tani 2000 na inaripotiwa kuwa ndio manowari kubwa zaidi kuwahi kujengwa nchini Ujerumani tangu vita vya pili vya dunia, na ni ya 6 katika kundi la Dolphin la Israel na ya 3 katika toleo lililoboreshwa la Dolphin wa pili. Ilikabidhiwa Israel katika mji wa Kiel, Ujerumani mwishoni mwa Julai, lakini umuhimu wake umeongezeka zaidi sasa kutokana na mazingira ya vita na mvutano unaoendelea kati ya Israel na Iran. Na hapa ndipo neno Doomsday linapoanza kupata maana yake, kwa sababu hii sio tu kuhusu manowari inayoweza kushambulia, ni kuhusu manowari inayoweza kubaki hai wakati shambulio kubwa likitokea. Mtaalamu wa usalama wa taifa wa Israel Ehud Eilam ameeleza kwa baadhi ya manowari zinapaswa kuwa baharini na katika hali ya tahadhari muda wote. Na swali ni kwa nini? Kwa sababu manowari iliyoko bandarini inaweza kushambuliwa pamoja na miundombinu mingine ya kijeshi, lakini kwa ambayo iko baharini inaweza kuendelea kwa sehemu ya uwezo wa Israeli wa kujibu mashambulizi. Hapo ndipo inapoingia dhana ya second strike capability, uwezo wa kulipiza kisasi hata baada ya kushambuliwa kwa kiwango kikubwa. Na kwa nchi inayokabiliwa na tishio la shambulio la masafa marefu, kuwa na silaha ambayo inaweza kubaki nje ya eneo la mashambulizi kunaweza kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa kuzuia adui. Lakini kuna jambo lingine linalofanya Drakon iwe ya kutisha zaidi, nalo ni ukubwa wake. Ukubwa wa manowari hii unaweza kuipa Israel chaguo zaidi katika kuongeza masafa ya silaha zake, kiasi kwamba malengo kwa Iran yanaweza kufikiwa hata ikiwa manowari yenyewe iko katika bahari ya Mediterranean. Hali hiyo inaweza kupunguza hitaji la manowari kusogea karibu na Iran, jambo ambalo linaongeza hatari ya kioperation. Kwa hiyo fikiria picha hii: chini ya bahari ya Mediterranean kuna manowari yenye thamani ya zaidi ya nusu bilioni ya dola, na juu ya maji meli zinaendelea kusafiri, ndege zinaendelea kuruka, lakini chini ya uso wa maji kuna chombo cha kivita ambacho kulingana na uchambuzi wa wataalamu kinaweza kumpa Israel uwezo wa kufikiria kuhusu malengo yaliyoko mbali ya uwezo wake bila kulazimika kusogeza manowari karibu na eneo la adui. Hapo ndipo Dragon inapoacha kuwa jina tu na kuanza kuwa ujumbe, na hata jina hilo lina historia yake. Israeli ililiita Drakon, yani dragon, jina linaloashiria nguvu, upekee na uwezo wa kiumbe kwenye simulizi za kale. Lakini jina hilo pia linakumbusha urithi wa INS Dakar, manowari ya Israel na wafanyakazi wake. Hivyo Dragon mpya imebeba historia ya manowari iliyotangulia, lakini imeingia kwenye kizazi kipya cha teknolojia ya kijeshi. Na wakati huo huo, mazingira ambayo imewasili ndiyo yanafanya kila kitu kiwe kizito zaidi. Israel na Iran tayari wameingia kwenye mzunguko wa mashambulizi na vitisho vya kijeshi. Kila upande unajaribu kuonyesha kwamba una uwezo wa kumuumiza mwingine, huku mataifa mengine yakifuatilia kwa karibu kila hatua. Katika mazingira kama haya, silaha mpya haionekani tena kama nyongeza ya kawaida ya kijeshi. Inaweza kuwa sehemu ya ujumbe wa kimkakati kwa adui. Kwa hiyo swali si kama Israeli imepata manowari mpya. Swali ni kwa nini sasa? Kwa nini kutumia zaidi ya dola milioni 600 kujenga chombo ambacho nguvu yake kubwa iko kwenye uwezo wa kuendelea kuwepo wakati hali mbaya zaidi inapotokea? Je, ni maandalizi ya muda
muda mrefu tu ya ulinzi wa Israeli, au ni ishara kwamba katika vita vinavyoendelea, Israeli inataka kuwa na uwezo wa kupigana hata pale ambapo njia nyingine za kijeshi zinaweza kufungwa? Hakuna jibu la moja kwa moja, lakini jina walilolipa linaweza kutuambia mengi kuhusu wanavyokiona chombo hiki. Dragon, na wataalamu wanapokiita Doomsday, yani silaha ya siku ya kiyama, hawazungumzii tu juu ya nguvu za kushambulia. Wanazungumzia uwezo wa kuhakikisha kwamba hata katika hali ambayo kila kitu kingine kimevurugika, bado kuna silaha iliyobaki. Na labda hilo ndilo jambo la kutisha zaidi kuhusu Dragon, si kwamba dunia inaweza kuiona ikianza vita, bali kwamba inaweza kuwa tayari kwenye vita kabla hata dunia haijajua imeanza. Mimi ni Consolata Chaliga wa Ayo TV.